aliyeficha fungu kwenye leso. Na tumeona kwenye utangulizi, tumejifunza hizi session mbili zilizopita kwa habari ya Kabaila ambaye aliwaita watumwa 10, watumwa wake 10, alafu kila mtumwa akampa fungu moja moja na akawaambia maneno: fanyeni biashara hata nitakapokuja. Do business till I come. Jazeni. Kila mtu ajaze kwa sehemu yake mpaka nitakapokuja. Tukaona wa kwanza alipewa fungu moja, akajaza eneo lake mafungu mengine 10. Jumla ikawa ni 11. Mwingine alipewa fungu moja pia, akajaza mafungu 5 mengine kwa eneo lake, yakawa mafungu 6. Na huyu mwingine ambaye alificha fungu lake kwenye leso, na wengine 7 ambao Biblia haiwasemi. Na ni maombi yangu ya kwamba kwenye maisha haya usio kwenye grupu la wale 7, angalau mmoja huyu tunahangaika naye. Wale 7 ndo haswa Biblia haitaki hata wasemwe, manake palikuwa na kitu akako sawa na wale watu. So toka kwenye utangulizi umejifunza kitu cha tofauti sana, ya kwamba Mungu baba yako wakati anaruhusu uje duniani, tena zaidi sana baada ya kuzaliwa mara pili, aliweka kitu ndani yako. Na alipoweka kile kitu ndani yako, alikuwa na mitazamo miwili. Kutokea kwenye kila alichokiweka ndani yako, uzae matunda, alafu 2, umletee faida. So na Mungu ni wa ajabu sana. Ukijaribu kuangalia kitabu cha Isaya sura ya 48 mstari wa 17, anasema mimi Mungu mtakatifu wa Israeli ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Kwa maana hata akikufundisha anataka faida. Very profit minded God. Ni Mungu anayetaka faida. Hata hiyo Isaya 48 mstari wa 17 anasema ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Anake anataka faida. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Huu ni mtizamo unapaswa kukuza ndani yako baada ya kutoka hapa, na sio kuuzima. Kama Mungu alipoweka hilo fungu ndani yako, alikuwa analenga uzae matunda, alafu 2, apate faida kutoka kwako. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28, Biblia inasema kwamba Bwana akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze. Occupy till I come. Mkajaze kwenye maeneo yenu ya wito. Kila mtu ana eneo lake la wito hapa. Kila mtu ana eneo lake la kusudi. Kila mtu Mungu amemweka mahali fulani. Na lengo la Mungu kumweka pale ni ili ajaze. Ajaze eneo lake. Kwa hiyo mkazae, mkaongezeke, mkajaze, mkatiishe, alafu mkatawale. Assignment 5 unazo. Na baraka Mungu inapokuja kwako, inakuja kuhakikisha hizi assignment 5 zimefanyika vizuri. Mungu anataka faida, anataka uzalishe. Na Yohana sura 15 kuanzia mstari wa 2, unaanza kuona Yesu anazungumza vitu vigumu sana. Anasema mimi ni mzabibu wa kweli, baba yangu ni mkulima. Unaona sasa? Manake baba yako ni yani kama Mungu ni mkulima, manake ni mzalishaji. Imagine. Mimi ni mzabibu wa kweli, alafu Yesu anasema baba yangu ni mkulima. Cheki naendelea. Anasema kila tawi ndani yangu lisiloza mimi ulikata, alafu kila tawi lizalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. So if you are productive, kama unazaa matunda kwa eneo ambalo Mungu amekuita, Yesu anafanya kazi, yuko busy kukusafisha ili uzidi kuzaa. Na anasema yale matawi ambayo yazai yatakatwa na kutupwa kwenye moto. Ndio maana huyu tunaona anaitwa mtumwa mwovu. Bwana wake anakuja kumuita mtumwa mwovu because he was not productive. It's a must, ni lazima kwako. Niliwaambia kazi ya kila mtu itapimwa. Angalia Mungu alikuita kwenye eneo gani? Mungu alikuita kwenye biashara. Nisikilize. Mliwekewa hii dhana kwa muda mrefu sana ya kwamba mtumishi wa Mungu ni ile aliyeshikilia maiki madhabahuni. No. Paka wale vijana wanaopiga vyombo ni watumishi wa Mungu. Sasa changamoto yao ni kwamba utakuta hata wajuagi kama ni watumishi wa Mungu. Mkiwa mnaomba wanaangalia tu hata kuomba ombi. Kwa sababu wao wanajua, yani wanavyojuaga vijana wetu wa vyombo, maombi hayahusu wao. Yani mkiomba nyendo unaona nyendo mna matatizo yani. Kwa hiyo wanawapigia vyombo ili muombe vizuri. No. Haiko hivyo.
Ndio maana mimi siruhusu watu namna hiyo. Yaani mpiga vyombo lazima ajue kunena kwa lugha. Yaani akipiga imantarika paloske vila manda. Yaani moto ukiwa unatembea kule na unatembea ndani yake. So anaimba wanaomba kimoyo moyo. Wapiga vyombo wanasemaga wanaombaga kimoyo moyo. Atombaki kimoyo moyo, tunaombaga kwa sauti pia. Kwa hiyo listen, kila mmoja lazima uibebe hiyo dhana ndani yako. Wewe ni mtumishi wa Mungu. You guys nyinyi ni watumishi wa Mungu. Waimbaji ni watumishi wa Mungu. Mfanya biashara ulioko hapa, wewe ni mtumishi wa Mungu. Mfanya kazi ambaye uko kwenye taasisi fulani. Unajua tukisema ya kwamba watu wanaofanya kazi pase wamekosea, tutakuwa tumekosea kwa sababu tusipokuwa nao pia kwenye hayo maeneo kuna shida inatokea. Kwa mfano tukiwapiga biti sana wafanya kazi, tunakosa wawakilishi kwenye ofisi kadha wa kadha. Kwa sasa tunachotaka wafanye wakiwa kule kule waanze kufanya vitu vitokee. Kwa mfano ukisema watu wasifanye kazi, maana yake unawatoa watu kwenye system. Na kanisa likosa watu kwenye system linakuwa dhaifu. Ila tunawaambia hivi, kule kule waliko wanaweza kufanya vitu. Yaani unaweza kuwa ni mwajiriwa lakini ni mfugaji wa kuku. Unaweza kuwa ni mwajiriwa, sikiliza, tulishasema pale mwanzoni, usiseme nataka mtaji wa milioni 5. Pastor, nenda kawatafute watu wa mitaji ya namna hiyo, hawajawahi kufanikiwa. Nionyeshe mtu alifanikiwa. Nitakuonyesha na mtu alianza na kabanda cha kuku 5. Akaanza kuwalisha vizuri. Mara miezi 2 mbele kuna kuku 15. Mara miezi 3 mbele kuna kuku 30. Mara miezi kadhaa mbele kuku ziko 100. Tayari huyo mtu anaanza kuja na picha tofauti ya nini maana ya mafanikio. Na Ayubu sura ya 8 mstari wa 7 inasema, japo mwanzo wako utakuwa mdogo, lakini mwisho wako ungeendelea sana. I love it. Am I communicating? Ninaongea na mtu mmoja mahali hapa. Kama ni ndio sema amen. Kwa hiyo maana yake Mungu haanzi na ukubwa. Mungu anaanza na kinachoitwa humble beginning, mwanzo mnyonge, mwanzo mdogo. Zekaria sura ya 4 mstari wa 10 inasema hivi, ni nani aliyedharau mwanzo wa mambo madogo? Don't despise the days of humble beginning. Kuna siku zinaitwa siku za mambo manyonge. Ukianza na kuku 5, watu wanakuona kama mnyonge. Anafanya kitu gani hiki? Wanaweza kucheka na kucheka. Kwa usidharau huo mwanzo mdogo. Unaweza kuanza kumzalia Mungu matunda kutokea pale. It's very important. Kuna ushuhuda mmoja niliokusikia miaka nyuma, ulibadilisha ufahamu wangu sana. Wa nini washirika wanapaswa kujua na nini washirika wanapaswa kuwa? Vipi washirika wanapaswa kuwa? Kuna kijana mmoja kwenye kanisa la mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Bishop David Oyedepo wa makanisa ya Winners Chapel duniani. Anasema akiwa anafundisha, kuna mwanae mmoja wa kiroho, kijana mdogo tu, tena alikuwa anaishi kwa shangazi yake, alikuwa na yeye pia yuko kwenye hiyo ibada. Yule kijana akamsikia babake wa kiroho anafundisha habari za zaka, fungu la 10. Akamsikia alikuwa anafundisha aina kadhaa za sadaka. Kwa akafundisha zaka, anaenda sasa kwenye aina ya pili ya sadaka. Alipofika aina ya pili ya sadaka, yule kijana amekaa, akamwangalia babake wa kiroho anapofundisha, akaondoka ibadani. Ibada yake ikaishia hapo. Akaondoka. Baada ya kusikia zaka tu peke yake, akaondoka zake. Kwa sababu hakutaka kuendelea kusikia kwa habari ya dhabihu na sadaka zingine. Akaondoka. Jikaze unisikilize. Usifanye mchezo. Jikaze unisikilize. So, alivyoondoka akamfuata shangazi yake, akamwambia hivi, shangazi, ninaomba mtaji wa kuanza kuuza nyanya. Yaani alipotoka kanisani mpaka nyumbani akapata idea. Unajua kilichomkasirisha ni kitu gani? Baba yake wa kiroho anafundisha kwa habari ya zaka, ila yeye atoagi zaka. Alafu na naona inawezekana kabisa Jumapili ijayo pia akakosa zaka. Kwa nifanye kitu cha haraka ili Jumapili inayokuja nije na matokeo ya kile ambacho baba yangu alikifundisha. What a guy. Kwa hiyo maana yake Mungu haanzi na ukubwa. Mungu anaanza na kinachoitwa humble beginning, mwanzo mdogo. Ukianza na kuku 5, watu wanakuona kama mnyonge.
Alivyoenda akapewa mtaji, akanunua nyanya sokoni, alafu akazibeba mahali, akaanza kuzungusha kwenye nyumba za watu. Alipozungusha kwenye nyumba kadhaa za watu, zile nyanya zikauzwa zote. Akasema kumbe mambo yanawezekana bwana. Ule mtaji na faida imepatikana. Akaongeza mzigo, akafanya biashara. Ile siku ya kwanza alipopata faida, akashangilia kwa sababu alipata zaka. Akaitoa ile zaka siku ya kwanza. Mwingine alipata faida tuseme shilingi 10,000, akachukua 1,000 kwa sababu alielewa vizuri zaka ilivyofundishwa. Akaweka 1,000 pembeni, akachukua zilizobaki, akaongeza mtaji, akafanya biashara. Siku ya pili faida ikaongezeka. Kwenye ile faida tena akachukua zaka, akaiweka pembeni. Siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5. Muda mfupi mbele akawa na kituo kama genge, anauza na kusupply. Sasa hapa hiyo wiki akaweza kupata sadaka. Kabla sienda mbele, akaweza kupata sadaka na akaitoa siku ya Jumapili kwa furaha. Kuna watu walimsikia mchungaji paka mwisho na hawakufanya chochote, ila aliondoka kwenye pointi ya kwanza na akaja na matokeo. Amen. Maisha yabaliki kanisani kwa kusema yes, ndio. Yeah. Maisha hayabaliki kanisani kwa hiyo mihemko. Tunapima mabadiliko yako unapochukua hatua baada ya kusikia. Muda mfupi mbele akawa na kituo anauza. Muda mfupi mbele kikakua. Alafu mpaka mzee wake Atoro Shuda alikuwa ni general supplier wa nyanya kwenye community yake. Akawa ndo msambazaji mkubwa. Sasa mpaka anaandika kwenye kitabu ni tajiri mkubwa kwenye ile eneo ndani ya community. Maisha yanaanza unapochukua hatua kale kadogo ambacho jamii inasema kwamba ni hatua cha hovyo, sio cha faida. Umekaa hapo una potential. Niliwaambia hivi, una potential. Kumbe wewe ni bilionea, kumbe wewe ni milionea. Umekaa katikati yetu. Huko katikati yetu hapa. Umetulia hapa na huko kwenye comfort zone. Unasubiri ule uvae unywe. Lakini kumbe una potential ndani. Kumbe una uwezo mkubwa ndani. Sababu kubwa ya kuwekewa hizi seminars ni ili tutibue kile kitu kimekaa ndani yako na kufanya uamke. Tukasema kulikuwa na changamoto kadha alizokuwa nazo huyu mtumwa aliyeficha fungu lake kwenye leso. Kulikuwa na changamoto kadha ambazo tutazisema hapa. Za kwa nini hakuzalisha? Kwa nini hakuzalisha? Kwa nini the same community, the same people, the same area, yani jamii moja, watu wale wale, eneo lile lile, mmoja anazalisha 10 zingine, mwingine anazalisha 5 zingine, alafu wewe hujaweza kuzalisha chochote? Maana kuna shida mahali, kwa sababu ni eneo lile lile, community ile ile, na watu ni wale wale. Kwa nini huyu azalishe na huyu asizalishe? Maana huyu ndugu alikuwa na changamoto mahali. Hasa tunaona bwana wake anaanza kuzielezea hizo changamoto kwa kusema, changamoto ya kwanza tulisema aliyokuwa naye huyu mtumwa aliyeficha fungu lake kwenye leso, alikosa wazo la kimungu la nini afanye ili azalishe. Kwa sababu wazo la kimungu linakupa what and how to do. Hebu nisaidie kuandika pia tu hiyo ya pembeni kama bonus. Wazo la kiungu linakupa nini na namna gani ufanye. So wazo la kimungu linakupa nini na namna gani ufanye. Linakupa nini cha kufanya na namna gani ufanye. Wazo la kiungu lajibu what and how. Kwa sababu tulisema jana, nini maana ya wazo la kimungu? Wazo la kiungu ni sauti ya Mungu iliyoenda kwenye akili za mtu. Hilo ndo wazo la kiungu. Kwa sauti ya Mungu inapoingia kwenye akili ya mtu, tunasema huyo mtu amepata wazo la kiungu. Kwa kuanzia leo, unapona Mungu anakusemesha kitu chenye sifa kadhaa. Nisikize, chenye sifa kadhaa. Sifa ya kwanza, nisikize kwa makini. Sifa ya kwanza, anakusemesha kitu ambacho unapasivu, unaona ndani ya kwamba kitaboresha maisha yako. Alafu anakusemesha kitu ambacho unaona ndani yako kitasaidia wengine. Anakusemesha kitu ambacho unaona ndani yako
kinakuwa msaada kwenye kanisa la Mungu. Ukiona Mungu amekusemesha kitu ndani yako, kina dili na haya mambo matatu, kitaboresha maisha yako, kitakuwa msaada kwenye maisha wengine, alafu kitakuwa msaada kwenye kanisa la Bwana Yesu. Usifikiri mara mbili. Usiseme ni machale. Usiseme ni mawazo yako. Ujue ni Mungu ameshuka hapo. Na ameshuka hapo, amesha kusemesha. Kwa kila wakati ukipata wazo, lipime kwenye haya mambo matatu. Unaona kabisa ukiinuka kwenye lile jambo, kuna faida itakuja kwenye mwili wa Kristo. Endapo kama Mungu akuinua kwenye ile eneo, kuna faida itainuka kwenye mwili wa Kristo. Utawasaidia watu. Kwa mfano, kuna watu mko mahali hapa, ukipita pale mjini, ukawaona wale vijana walioketi pale, hawana mtu wa kuwasaidia, hawasomi, wanalala stendi, kinakuuma, kinakusokota kwa ndani, kinakusumbua. Maana unajua kinachotokea ni kitu gani? Kuna alarm ndani yako inakwambia hivi, this is what you were born to do. Hiki ndicho ambacho ulizaliwa kufanya. Ulizaliwa kuwasaidia hawa watoto. Wengi mnapita, unamwona mama mmoja amebeba mtoto nyuma, amebeba mtoto mbele, anamhangaikia, na unamuona hana mwelekeo wa maisha. Unajiambia ndani yako, sio yeye, ningelikuwa na hela ningempa hata ofisi ya cherehani akafanya cherehani. Iko kitu kinakuingia ndani unapomwona yule mtu. Ujue ulizaliwa kufanya kile kitu. Ukiona umeona jambo la kuuma, ujue umezaliwa kufanya kile kitu. Wengine uko hapa kanisani, ukisikia fundraising unajisikia vibaya. Mungu, haya mambo yataisha lini ya kuzunguka na kalaki moja mara fulani mara fulani? Why don't you do something upon my life to cure this one? Kwani usifanye jambo kwenye maisha yangu moja tu la kuzima hii kitu? Tusiwe na mazungumzo mengi. Imagine makanisani wanafanyaga machangizo dakika 40, alafu mhubiri anahubiri dakika 30. That is an insult. Ni matusi. Ni matusi. Makanisani wanafanyaga changizo dakika 40 mpaka 50, alafu mhubiri aseme nitawaletea neno la Mungu kidogo tu. Who told you? Kwamba watu wamekuja kanisani kufanya machangizo, alafu utawaletea neno la Mungu kidogo tu. Watu wamekuja kwa sababu ya hilo. Ulituma neno ili waponye, maana wamekuja ili wasikie neno. Lakini hizi dharau zimejaa makanisani, ndio mambo yanayoendelea. Lakini kuna mtu mmoja, usipokuwa na hiyo mimba, maana hatakuwa na jibu kwenye ile eneo. Sijui kwenu, lakini upande wangu ninachokizungumza ni kubadilisha maisha yako. Kwa sababu kuna wengine naona itaweza kuchosha sana, kwa sababu elimu zingine zinaweza zikawa kubwa sana kwako. Ukasikia ukasema mambo yanayosema mimi natosha tu nile na kunywa. Okay, fine. Hata nizungumze na baadhi ya watu kama ni 15. Atatusaidia sana. Yeah, of course, na mwingine atajisikia una kujinyosha nje kwa sababu anazungumza ni mimi nilikuja hapa ni msifu Bwana niruke. Mtumishi anaongea mara Kiingereza mara Kiswahili, ananichosha tu hapa. Lakini naongea na watu hapa ambao najua kesho tutakuwa na ushuhuda fulani. Sema amen. Brother, mambo mimi nayoongea hivi, na mimi nimezaliwa kijijini. Na mimi nilikuwa ni watu wa familia za kawaida, sio za chini. Siwezi kusema za chini sana kwa sababu babangu alikuwa ni mwalimu. Lakini nimeona kuna namna. Unajua kule Singida kwetu, hata ile siku ya kula mchele mama mchungaji wali, ilikuwa ni mwisho wa mwezi mzee akipata mshahara. Na ile siku amwendi kucheza. Ile siku mnakuwa ni mashujaa wa mama. Mama akiomba mwiko anapewa huu hapa. Mama akiomba bakuli, niko hapo. Yani tuko hapo. Haweni mbali. Yaani akisha wali mpaka umeiva. Mpaka umeiva, tuko pale tunamsubiri. Na tukisha ula, ujue mpaka mwisho wa mwezi. Ilikuwa ikifika siku kuu, mnambana mzee mlangoni, anamwambia baba, wenzetu wamenunuliwa nguo na wametutaarifu jana. Ile tunaona kwenye hii nyumba huko ndani. Toka siku 3 zilizopita mpaka Krismasi ya leo, hatuoni chochote. Unajua mzee wetu alikuwa anafanya kitu gani? Tukimbana ile asubuhi saa 11. Anaona hapa sasa pameshakuwa padogo. Anasafiri anaenda Singida mjini. Akaenda Singida mjini, ananunua nguo ambazo ni kubwa kuliko sisi.
ili kuzima ako kamgomo. Kwa akija nakwambia chukua hii lakini ni kubwa kidogo, tutapinda baadaye. Imagine unaambia utapinda baadaye, alafu sikukunde siku hiyo. Uko hapa tuzungumze ukweli. Ukiona mtu amevaa vizuri, unacheki hilo pigo, unasema ningekuwa na hela ningeshuka na hilo pigo. Unamwona mwenzako amevaa raba fulani, unasemaje brother kavaa raba nzuri, ningekuwa na hela ningetoka na ile raba. Kuna kitu ndani yako kanaongea, but you don't have money. Ukienda pale mjini supermarket, ukiangalia sema huko ndani umo pamechangamka mno, ile unaogopa kuingia sababu you don't have money. Na hayo mambo ya kupagi hasira, kazi yako tu ni kujichanganya kule kwenye hizi nini Kariakoo za mikoani. Najichanganya mle ndani. Kelele nyingi, honi speaker, kelele za speaker, tunauza punguzo shilingi 500, karibu sana mteja. Hivi na hivi, ndio punguzo, tunachukua faida 500 tu, karibu sana mteja. Ndio uko pale, lakini kuna maeneo yako kimya, hayapigi kelele. Na unatamani kuingia, lakini una cha kufanya. We have to do something. Lazima tufanye kitu kuondoka kwenye mazingira fulani. Kwa tukaona jana ya kwamba wazo la kimungu litakusaidia kujua nini cha kufanya na namna gani ufanye, on how to do. Na jana nikakueleza namna gani unaweza kutengeneza wazo la kimungu. Si tulikuwepo pale vizuri jana. Nikakwambia na moja, uwe wazi kwa Roho Mtakatifu. Fungua moyo wako kwa Roho Mtakatifu kila wakati. Na niwafundisha kitu. Sasa kama watu wengi walikuwa makini jana wakati nazungumzia zile point. Nikasema jifunze mara nyingi kumwambia Roho Mtakatifu nakupenda, ninakuabudu Roho Mtakatifu, ninakufurahia. Ukiwa unatembea barabara, ukiwa umekaa kwenye gari, jifunze kumwabudu Roho Mtakatifu. Wale ambao wanaweza kuchomeka earphone masikioni, jifunze kuweka earphone masikioni. Weka nyimbo za kuabudu, afu mwambie nakupenda, nakufurahia. Zungumza na mimi, niko hapa. Moyo wangu uko wazi kusikiliza. Na itakushangaza kwa sababu inasema iko roho ndani ya mtu na pumzi ya Mwenyezi huwapa akili. Roho Mtakatifu ndiye anayetoa akili. Kutoka 35 tuliona kwamba kuna akili za moyoni zinatolewa na Roho Mtakatifu. Anaweza kukupa akili za moyoni. Niangalie mimi hapa. Anakupa akili za moyoni. Kuna mafundi wengi wa nguo, lakini anaweza kukupa akili za moyoni. Kuna mafundi wengi kwenye eneo fulani, anaweza kukupa akili za moyoni za kukutofautisha. Na nikasema kingine, jifunze kuwa na muda wa utulivu. Usipende makelele sana, usio mwongeaji sana. Yakobo 1:19 inasema wapenzi wangu, msiwe wepesi wa kusema na kukasirika, bali muwe wepesi. Yakobo 1:19-20, bali muwe wepesi wa kusikia. Kwa maana yake Mungu anapenda uwe mwepesi wa kusikia na kufikiri. Moja ya kazi mbili ambazo zitabadilisha maisha yako sana ni mbili. Ya kwanza, jifunze kusikia zaidi kuliko kuongea. Ya pili, jifunze kufikiri zaidi. Na kufikiri ni kuifanyia kazi akili yako. Hebu andika hiyo point. Kufikiri ni kuifanyia kazi akili yako. Thinking is exercising your mind. So how you exercise your mind is through thinking. Unapofikiri ndio unaifanyia kazi akili yako. Na hilo ndio jambo ambalo aliko kanisani. Hilo ndio jambo ambalo aliko kanisani. Watu wengi hawafikirigi. Na mambo makubwa yamezaliwa kutokea kwenye fikra za kina, deep thinking. So nimekwambia kufikiri ni kuifanyia kazi akili yako. So nikakwambia jifunze kupata muda mwingi wa kufikiri, muda mwingi wa kutafakari. Jifunze kupata muda mwingi wa kutafakari. Nimesemaje eti vijana? Nimesemaje? Sasa nimesema sasa hivi, bwana mnaniangalia. Jifunze kupata muda mwingi wa kutafakari. Nimesemaje? Yes. So, kwa wale ambao utakuwa na stamina baada ya kutoka kwenye kambi. Sababu kuna wengine ni watu wa hisia. Ukitoka hapo na stamina, unakuwa unaamka saa 10 alfajiri. Alafu unakaa mahali unatulia. Unakaa pale unaweka nyimbo zako za kuabudu. Alafu unaanza kutafakari hata mstari fulani. Kaa pale. Itakushangaza, itakusurprise. Utashangazwa. Jifunze kupata muda wa kutafakari. Ukiwa kazini, kuna wakati ambao wenzako wanakuwa yamkini wanaongea, wanajadiliana jambo fulani, harusi fulani. Unajua tumezungukwa na mambo manyonge sana. Unakuta watu ofisini wanazungumzia habari ya harusi fulani. Yani vibe la pale jana lilikuwa hatari. Jana watu walicheza yule mama ulimuona yule. Watu wamekaa ofisini kwako wanaongea vile. Ndio maana mind your business, maisha haya mtenda wawili. Kuna wakati inabidi ukae mwenyewe uweke earphone. Alafu unasikia mafundisho au unanena kwa lugha kwa chini chini.
au unasikia nyimbo za kuabudu na kufikiria, jifunze upate muda wa kutafakari. Utashangaa utakuwa unapata mawazo, mbingu zitakuwa zinakuwa wazi mbele yako, juu yako. Lakini pia nikasema hivi, jifunze kufunga na kufanyaje? Na kuomba. Ezra 8:21 anasema Ezra akaitisha mfungo pale penye mto Ahava, ili wapate kunyenyekeza kwa Mungu, ili wajue njia gani iliyonyoka, wajue njia iliyonyoka. Ukisoma vizuri maandiko utagundua kuna maneno kadhaa, kwa ajili yao, watoto wao na mali zao. Soma tu hiyo brother, soma Ezra hiyo 8:21 uone. Kuna njia iliyonyoka kwa ajili yako, kwa ajili ya wanao na kwa ajili ya mali. Mpe mic uone hapo. Kuna njia iliyonyoka kwa ajili ya hivi vitu vyote vitatu. Yes. Neno la Mungu linasema. Yes. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava. Ili tupate kunyenyekeza mbele za Mungu. Tupate kunyenyekeza mbele za Mungu. Na kutafuta kwake njia iliyonyoka. Unaona? Na kutafuta kwake njia iliyonyoka. Alafu kwa ajili yetu sisi wenyewe. Na kwa ajili ya watoto wetu. Kwa ajili ya watoto wetu. Na kwa mali yetu yote. Unaona? Paka na mali yako inataka uongozi wa Mungu. Ndio jambo moja kuambia, unaweza kaa. Biashara yako inataka uongozi wa Mungu. Kwa sababu niliwaambia jana, kuna vitu nilivyoongea jana, ila kwa sababu unakuta kuna watu wengine wamechoka, wanasinzia, wanaamka, ni ngumu sana kuketch up kila kitu. Ila niliwaambia hivi, wazo la kiungu linaweza likavumbua kitu au kuboresha kitu kilichopo. Kwa hiyo hata hiyo biashara ambayo umeanza kuifanya, ulishaianza, inataka mawazo ya kiungu ili iwe bora zaidi. Endelee kuwa bora zaidi. Ni mambo ya muhimu sana. Ni mambo ambayo utayasikia mara nyingi kanisani kwako. Sio kama namdharau mchungaji, ila yanakujaga kwa namna very special kwenye makongamano kama haya. Lazima uyazingatie. Jifunze kufunga na kuomba. Tengeneza madhabahu binafsi. Kuna kitu inaitwa personal altar. Personal altar. Tengeneza madhabahu binafsi. Nisikilize, madhabahu binafsi na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, ina muda. Jambo la pili, ina mahali. Madhabahu binafsi ina mambo kadhaa, ina muda, ina mahali. Kwa mfano, unaweza kujenga madhabahu ya muda, ya madhabahu binafsi ya muda. Kwa mfano, ukatengeneza madhabahu yako saa 8 hadi saa 10, au saa 10 hadi saa 12, au saa 12 hadi saa 1. Ila mimi nawashauri vijana, kuna zamu 4 za dhabihu. Zile zamu 4 za dhabihu, dada yangu, zile ukizimaster, ukija kuja kuwa mdogo kwenye haya maisha, njoo nifuate kama niambie katika wachungaji waongo, ni muongo. Yaani ukiona haifanyi kazi hiyo, njoo nifuate kama na kuniambia katika wachungaji waongo na wewe ni muongo. Kuna zamu 4 za dhabihu. Yaani hizi ukizifanyia kazi, unatoa dhabihu mbele za Mungu na hutakuwa na maisha madogo. Zamu ya kwanza ni kuomba saa 4 mpaka saa 6. Kwa sababu unakuwa naomba kwenda kwenye mlango wa siku mpya. Siku mpya inaanza saa 6 kamili. Kwa ukifanya maombi kutoka saa 4 kuelekea saa 6, ujue umewahi muda. Yaani wewe ndo umeanza siku vizuri, saa 4 mpaka saa 6. Yes vijana. Alafu zamu ya pili ya dhabihu ni za study saa 8. Huo ndo wakati ambao usingizi unakuwaga usingizi. Watu wengi wanalala vizuri pale saa study saa 8. Ukiweza kuomba saa study saa 8, umetoa dhabihu. Zamu ya 3 saa 8 hadi saa 10. Hiyo ni zamu, ni za dhabihu zile. Alafu zamu ya mwisho ni saa 10 hadi saa 12. Ukiweza hizi, unajua watu wakilala unaweza control roho zao. Unaweza kuziendesha unavyotaka mwenyewe. Watu wakilala unaweza kufanya chochote. Unaweza kupanda chochote kwenye mioyo ya watu wakiwa wamelala. Very important. Personal altar. Unavyoomba mara nyingi na kufunga, utaanza kuona unapata idea. Na jambo la mwisho, nilisemaje eti jambo la mwisho? Kama mlikuwepo kweli, nilisemaje jambo la mwisho? Namna ya kutengeneza wazo la kiungu, kutoa sadaka ya zaka. Utoaji wa zaka, mbingu zitafunguka mbele yako. Leo nitashughulika na jambo jingine. Kwa tuliona huyu mtumwa alikosa wazo la kiungu. That's why alishindwa kuzalisha na kuleta faida. Hebu andika 2. Andika alikuwa na mtizamo mbaya. 1, alikosa wazo la kiungu. 2, alikuwa na mtizamo mbaya. Jitahidi kuandika, acha masuala ya uvivu. Sipende kuwa mvivu bwana. Sipendi mimi wavivu. Mvivu ni mtu mbaya, unajua. Anasema kwamba nikapita kwenye shamba la mvivu na mtu asiye na akili. Maana yake mvivu na mtu asiye na akili ni mapacha wanaofanana.
Nilivyoangalia nikakuta limejaa viwavi. Kwa shamba la mtu mvivu, nenda kaangalia notebook ya mtu mvivu, utakuta imechorochoro. Kuna kimti kimesimama hivi, alikuwa anaandika M. Kwa hiyo wakati point inaendelea akasinzia kidogo kwa akachora mti. Hilo ndo shamba la mtu mvivu, limejaa viwavi. Viwavi. Najua nimewagusa watu. Mimi ni mtu wa roho, najua nimewagusa watu hapa. Unasikia point, unasinzia kidogo, unachora kamti hivi, sio elo. Alafu point inakupita. Hilo shamba la mtu mvivu, daftari la mtu mvivu na asiye na akili. Ila nyewe mna akili. Nyewe mna akili, utakujaje hapa alafu una akili? Umelipa gharama zote hizo, unazo nyingi. Alikuwa na mtizamo mbaya. I want to teach you something very big. Hapa kwenye hii nataka nafundisha kitu kikubwa sana ambacho kitabadilisha maisha yako. Luka sura 19 mstari wa 21. Tunaona recommendation nyingine ya boss kwa huyu mtumwa. Alafu tunaona pia comment ya huyu mtumwa kwa bosi wake. Hii ya Luka 19 mstari wa 21 tunaona anachokisema huyu mtumwa kwa habari ya bwana wake. Ndio tunajua ya kwamba huyu mtumwa alikuwa na mtizamo mbaya. Tutawafundisha vitu kadhaa. Na watu wengi kwa nini hawazai matunda? Kwa nini hawai na maisha makubwa? Ni kwa sababu wengi wana mitazamo mibaya kwa habari ya maisha. Luka 19 mstari wa 21. Nataka tusome kwa sauti kubwa. Kila aliyefika. Luka sura ya 19 mstari wa 21. Kila aliyefika. Nataka usome kwa sauti kubwa. Aya, Biblia inasemaje tusome kwa pamoja? Kwa maana nalikuogopa kwa kuwa u mtu mgumu. Waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. Turudie tena. Kwa maana nilikuogopa kwa kuwa u mtu mgumu. Alafu waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. Huyu mtumwa alikuwa na madai haya kwa bwana wake. Dai la kwanza alimuita ni mtu mgumu. Dai la pili alimwambia anaondoa asichoweka. Dai la tatu akamwambia anavuna alichopanda. Ninaomba kwa moyo mmoja na kwa pamoja tumkosoe huyu mtumwa. Nataka tumkosoe kwa pamoja. Tumkosoe kwa pamoja, tuonyeshe uovu wake kidogo sisi kwa pamoja. Aya. Amesema cha kwanza, najua kwamba wewe u mtu mgumu. Let's talk. Kuna mtu mgumu ambaye anaweza kupa fungu moja lenye amesema hivi, najua kwamba wewe mtu mgumu. Nazungumzia issue ya mtizamo mbaya. Najua kwamba wewe mtu mgumu. Nataka kwa nia moja tumkosoe huyu ili usije kusema kwa mtumishi alisema. Nataka tumkosoe pamoja. Hivi umeona wapi mtu anakupa fungu lenye thamani ya mishahara mitatu akawa mtu mgumu? Ni kweli? Mnijibu basi. Acheni ustaarabu uliopitiliza. Mnijibu. Kama ni hapana si mnasema hapana. Kwa nini niliwaambia mniangalie? Ni kweli huyu boss alikuwa ni mtu mgumu? Ana amempa fungu moja sawa sawa na wenzake wote. Hata kwaje mtu mgumu? Maana huyu jamaa alikuwa na mtizamo mbaya. Anakuaje mtu mgumu? Mtu amekupa fungu, tena amekupa kwa upendo, amekupa kwa moyo wake kwamba chukua fanya biashara. Yaani maana yake kwa kifupi ni kwamba amekupa mtaji. Hata kwaje mtu mgumu? Cha pili anasema unaondoa usichoweka. Umeona pale alichokisema? Anasema hivi, anaondoa asichoweka. Niwaulize swali. Hivi ni kweli ya kuweka kitu kwa huyu ndugu? Aliweka fungu moja. Unaondoa asichoweka. Alafu tatu anavuna asichopanda. Kwa maana yake anamlaumu kwa vile alivyokuja kuvuna, kuchukua mavuno, mazao. Anadai ya kwamba unakuja kuchukua mazao ambayo hujapandia mbegu. Oh, come on. Amepanda mbegu ya fungu moja. Amepanda mbegu ya huo mtaji. Kwa anakuja kuchukua mavuno ya alichokipanda. Kwa sikiliza, kwenye maisha ukiona mtu amefeli mahali, ujue pana shida ya mtizamo. There's a problem of attitude. Yeah. Wakati nasoma, ndo unaweza kuelewa sasa. Leo nakusaidia namna ya kuisoma Biblia. Usisome Biblia haraka. Biblia ina vitu vingi sana. Usisome haraka. Kwa maana yake unaweza kuona mtizamo mbaya wa huyu mtu. Ndivyo ambavyo, nisikizeni vizuri. Ndivyo ambavyo watu wengi walivyokoka. Ndivyo walivyo. Najua kwamba wewe mtu mgumu. Utakuta mtu yuko kanisani.
akimwona mwenzake mambo fulani yanamtokea, anaona kama vile Mungu hayuko fair. Huyu mzee hayuko sawa. Unajua ni vile watu waongeagi. Ila mioyo yao hagi inaongea sana. Ndio maana Paulo akashauri akasemaje, furahini na nao furahi, lieni na nao lia. Kwa sababu Mungu alijua kuna watu na Paulo alijua kuna watu wana mitazamo mibaya. Akiona mwenzake anaolea, anaanza kulia, baba, kwanza yule hayuko serious, mimi ndo niko serious. Anaolewa haraka kuliko mimi. Angalia, hata tukiambiwa tuombe, haombagi. Afu anaanza kulia, analia kana kwamba anampenda Mungu, kumbe anamlaumu Mungu. Kwa nini ameolewa haraka kuliko mimi? Ndivyo watu wengi walivyo. Unamwona mtu yuko kanisani, mwenzake mambo yanamtokea, moyoni mwake kuna kitu kinampiga. Watu wengi shida walionao ni mitazamo, attitude. Kuna siku moja nilikuwa nasikia ushuhuda wa mtumishi wa Mungu mmoja. Anasema kuna mtu mmoja alimfuata, ni mtu mwenye miaka 45. Akamfuata, akamwambia hivi. Ilikuwa ni Joel na Nauka. Akamwambia, Joel, unajua maisha yangu yameharibika sana. Mpaka leo unaniona niko hivi na sina matokeo. Akamuuliza ni kwa nini? Akasema ni kwa sababu babangu hakunipa urithi. Babangu hakunipa urithi. Yaani wakati anagawa hakunipaga mimi, aliniacha mimi. Joel anasema nilishangaa sana kumwona mtu mwenye miaka 45 hana matokeo na anadai ya kwamba baba yake hakumpa urithi. Nikamsikia mtumishi wa Mungu mwingine anasema hivi, baba yake siku moja alikuwa anagawa urithi. Anatoa maeneo. Mali hii itakuwa chini ya huyu, mali hii itakuwa chini ya huyu, mali hii itakuwa chini yako wewe. Huyu sasa mtumishi wa Mungu akamwambia baba yake hivi, ninaomba usinipe hivyo. Tafadhali ninaomba. Ila ninaomba unifanyie kitu kimoja tu. Nataka nikuonyeshe haya maisha tofauti yake ni mitazamo yetu. Yule mtumishi akasema hivi, nikamfuata baba yangu, nikapiga magoti mbele yake. Afu nikamwambia hivi, ninaomba weka mikono yako juu yangu, ili ile namna iliyokusaidia kupata hizo mali ambazo natupa iingie ndani yangu, ila sitaki eneo. Kuna mmoja alifurahi kupewa eneo ili auze apate fedha. Kuna mwingine alitaka hekima iliyopata ile matokeo imuingie. Hawa ni watu walio tofauti na utaona kwenye maisha. Kuna mtu anadai ya kwamba ningekatiwa kipande fulani au ningepewa eneo la mahali fulani, maisha yangu yangebadilika. Maisha yako hayabadiliki kwa sababu una hela. Maisha yako yanabadilika kwa sababu mtizamo wako umebadilika. Unachotaka ni kubadili mtizamo. Watu wengi wanalaumu, wanasema hivi, niko hivi nilivyo kwa sababu sikusomeshwa. No way. Kuna watu ni matajiri na hawajasoma, hawajaingia hata darasa la kwanza. Ile wanajua kusoma na kuandika, ni mtaji tu wanao. Na they have great life, wana maisha makubwa. Ile hawajasoma, wamejiendeleza baadaye. Mitizamo mibaya imekwamisha watu wengi sana. Ndio utaona Afrika ilikuwa ikitokea njaa, wanaletewa yale mahindi ya njano yale. Kwa wale ambao mnaelewa, tulikuwa tunaletewa mahindi ya njano kutoka Ulaya. Imagine nchi yenye mito, nchi yenye ardhi pana, mnaletewa mahindi ya njano. Sio kwamba mnakosa chakula, hamna mtizamo mzuri. Unajua mtu mweusi alifikiriga kwamba ana ubongo mweusi. Ndio maana tunamwambiaga wadada, kitu gani kinakupelekea utake ulikuwa ni mweusi unataka kuwa mweupe? The problem is attitude. You are a black. Nasikiliza, kuna mtu mwingine ni mweupe anakupenda jinsi ulivyo mweusi. Na pangekuwa na dawa ya watu kuwa weusi, kuna watu wangeanza kuwa weusi. Kwa sababu changamoto ya wanadamu iko hivi, akimwona mwenzake mweupe anamwambia Mungu ya kwamba you are not fair. Ili kwaje mimi nikawa mweusi? Na mwingine akiwa mweupe vile, akimwona mwenzake black beauty, anasema ya kwamba God you are not fair. Ningekuwa black beauty kama huyu. Mwingine ni mfupi, akimwona mwenzake mrefu anasema ningekuwa brother kama yule, yani ningekuwa na urefu kama ule, ingekuwa nzuri sana. Na mwingine utakuta ni mnene. Wengine unaona sasa makoti yetu kai vizuri kwa sababu ya mikono yetu. Kwa ukimwona brother mmoja ana mkono limeshika, unatamani na wewe upate mkono wa t-shirt. Unajua kuna mikono inaitwa mikono ya t-shirt. Utakivaa ya kama ndugu yangu hapo, naona mkono wake ni wa t-shirt. Ya. Ila mimi nikivaa t-shirt yake unaona inapoa ya. Na utakuta na yeye pia yuko gym kila sana, punguza mwili. Maisha ni ajabu. Wale kule nje, wale wenye mini vizuri wako gym wapunguze mwili. Wale wenye slim na wanataka ifanyaje iongezeke.
Mungu aliumba kila kitu kizuri, hakikuwa na dosari, ila mitazamo yetu inatufanya tuonekane tuna nini? Dosari. Wewe ni mzuri kwa sababu Mungu, kwa sababu kuna watu walifikiria kwamba wakati Mungu anamuumba Mwafrika alikuwa amechoka. Ilikuwa ni jioni. Kwa kaanza kulipua. Lakini sikilizeni, mamchungaji, leo ndo Waafrika wanagundua wanaweza kutengeneza sabuni bwana. Ndo leo ndo kuna semina za ujasiriamali, sabuni za chooni, sabuni za unga, si mnatengeneza leo. Maana yake uwezo kutengeneza mlikuwa nao. Ila kuna watu waliwaloga wakamwambia zinatokaga Ulaya, ninyi ni wapokeaji. Ila leo umeanza kugundua, na wanasema ya kwamba Black American, wale wa Afrika wa Amerika weusi, ndio ambao wako nyuma ya ubunifu na wako nyuma ya zile kazi za ustadi, ndio watu wenye akili. Kwa maana yake mchawi mkubwa ni mchawi yule aliyokuja kutuonyesha ya kwamba sisi si watu wa maana weusi. Ndio maana leo sisi wachungaji tukiwafuata watu wa CPCT, wa umoja wa makanisa, watuandalie mikutano, hawatuandalii. Ila aje mzungu, unaona wanapishana hivi. Yaani bado ukoloni mamboleo upo. Sasa hivi Mchina anazurura tu mtaani. Mnapishana nao tu kama vile Msukuma. Niliona Mchina mmoja Dar es Salaam anaendesha bodaboda. Mambo yanabadilika kidogo. Unaona wazungu mko nao wanapishana. Tena nakudai hela kabisa usipompa. Tena wanajua mpaka chencha ya 500 ya mwisho. Ndiko kama mjua. Ndio sasa hivi tumeanza kujua. Kwa utagundua kuchelewa kwetu haikuwa ni kwamba hatuna hela. Ilikuwa ni kitu gani? Mtizamo mbaya tuliokuwa nao. Kuna watu mko mahali hapa unamlaumu baba yako, lakini ambacho ukifahamu ni kwamba una miaka 28. Mzee aliweza kukutana na mama yako ukazaliwa, akakukuza mpaka ukafikia hapo, alafu unamdai. Mtizamo mbaya lazima ufungulie kutoka kwenye mtizamo fulani. Uko mahali hapa, una ndugu yako mmoja kutoka anaishi Dar es Salaam, wewe unaishi Kigoma, akaja kuwatembelea huko Kigoma. Unamwona kabisa ni brother mwenye hela. Akiwa anaongea na wewe, akiingiza mkono mfukoni unaanza ananipa 10,000 hapa, ananipa. Mungu msaidie. Akitoa wallet, naongea walisia wa maisha akitoa wallet hivi, alikuwa anaangalia tu kadi yake imekaaje, anasema hapa nakumbukwa hapa. Huyu jamaa Mungu amemgusa. Ashangaa atoe chochote. Mitizamo mibaya, mitizamo ya omba, nisaidie. Ndio mitizamo ambayo tunayo, na ndio mitizamo ambayo imetuua kwa muda mrefu sana. Mitizamo mibaya kama ili niwe na maisha mazuri lazima niajiriwe. Mitizamo mibaya kama kaka yangu fulani yuko mahali fulani hakusaidiagi. Masikio yamesharefuka, macho yameshakuwa makubwa, miguu imeshakuwa mirefu, hatusaidiagi. Are you okay? Na nimegundua kitu kimoja cha ajabu sana kwenye jamii yetu ya Afrika. Wakikuona umepata kazi, siku ya kwanza ukamsaidia 50,000, mwezi unafuata ukamsaidia shilingi 20,000, wanaaminiga kwamba una hela ambazo hazina kazi. Kila kitu nakuhamishia. Afrika ndio eneo pekee ambalo mtu anamwambia mwanaume mwenzake, nisaidie, unajua shemeji yako anataka kujifungua. Are you okay? Mke wako anataka kujifungua, unamwambia rafiki yako akusaidie hela za kusaidia ajifungue. Maana yake mume halisi wa mke wako ni huyo unayemwomba hela, kwa sababu ndiye aliyejiandaa ili mke wako ajifungue vizuri. Hii ndio Afrika tulionayo. Mtu anamwona mke wake tumbo liko hapa, limetoka hapa, limeenda hapa, leo atembee vizuri mwezi wa 9 na hana hela. Mnaonaga wazungu anakuja anaenda Ngorongoro, anakaa mwezi mzima, ujue ameiandaa hiyo hela kwa miaka 5, anawekaga akiba. Kwa anakuja hapa na milioni 200 za kuzunguka tu kwenye mbuga. Ukimwangalia unafikiri anachezea hela ameiandaa mapema. Afrika ndio mtu mke wake anamsurprise kujifungua, lakini ameona tumbo lake linakuwa kila siku mbele ya macho yake, na ana hela. Hii ndio Afrika. Kwa sababu anachokiwaza ni kwamba hela ya mke wangu kujifungua iko kwa mtu mwingine, nitakuja kuomba mtu mwingine. Kuna mitizamo imeharibu maisha yetu kwa muda mrefu. Huu ni wakati wa mitizamo kufa. Kama unaamini sema amen. Sema kwa sauti, hakuna mtu anawajibika kwa ajili ya maisha yangu. Sema hakuna mtu anawajibika ili mimi nipande. Hakuna mtu anawajibika ili mimi niwe na maisha bora.
Sema mimi ndo mhusika mwenyewe. Nisikilize. Ukishapata mtu wa kumlaumu kwa nini umefeli kwenye maisha, ujue umefeli kweli. Naomba nirudie statement yangu na kila mtu naomba uidigest. Naomba iingie kwenye roho yako. Kama mtu ambaye ametafuna chakula kimeingia tumboni. Nasema hivi, ukifanikiwa kumpata mtu wa kumlaumu kwa nini umefeli, yani ukifanikiwa kumpata mtu wa kumlalamikia, huyu ndio sababu ya mimi kufeli. Ukiweza kumpata akapatikana, ujue umefeli kwenye maisha. Kwa sababu anayewajibika wewe na maisha bora au ufeli ni wewe. Ukimpata mtu mwingine umefeli kweli. Ndio maana ukitaka kufaulu kwenye maisha, jifunze kujilaumu mwenyewe. Kuna statement moja niliwahi kuisema, ukiona watu wanakudharau, usimlaumu mama yako aliyekuzaa wala baba yako, usimlaumu mchungaji wako, jilaumu mwenyewe. Kwa sababu wenye maisha makubwa wana kila kitu ulichonacho. Wana muda. Wewe una muda, hauna muda? Mnijibu bwana, una muda, hauna muda? Una miguu, hauna miguu? Una macho, hauna macho? Una mikono, hauna mikono? Kwa mkisimama pamoja hivi, ana muda, una muda. Ana mikono, una mikono. Ana miguu, una miguu. Ana akili, una akili. Ana ubongo, una ubongo. Yuko hai na wewe uko hai. Nini mtizamo unafanya katika kuinua au kuyashusha maisha ya mtu? Nini mtizamo unafanya katika kuinua au kuyashusha maisha ya mtu? Nini mtizamo unafanya katika kuinua au kuyashusha maisha ya mtu? Nini mtizamo unafanya katika kuinua au kuyashusha maisha ya mtu? Nini mtizamo unafanya katika kuinua au kuyashusha maisha ya mtu? Moja, ndio unaotengeneza maana za vitu. Attitude gives meanings of things. Ndio unaotengeneza maana za vitu. Mtizamo ndio unaotengeneza maana za vitu. Mtizamo ndio unaotengeneza maana za vitu. Andika. Andika. Mtizamo ndio unaotengeneza maana za vitu. Kila mtu ameandika? Nimesemaje point ya kwanza? Kwa sauti niwasikie tena. Mtizamo ndio unaotengeneza maana za vitu. Sasa mnisikilize. Hili ni kundi la wapelelezi 12. Wametumwa wakaipeleleze nchi ya ahadi na wamletee Musa na wana wa Israeli ripoti za nini kipo kwenye ile nchi ya ahadi, sawa sawa na yale ambayo Mungu aliwaahidi. Aliwaahidi ya kwamba kuna zabibu, kuna asali na kuna maziwa. Aliwaahidi. Kwa hiyo aliwatuma wakapeleleze nini kipo Kanaani, sawa sawa na yale ambayo Mungu aliwaahidi. 12. Sasa mnisikilize. Mnisikilize hapa vizuri. Yaani hapa ndo mahali kwenyewe sasa. Na itakuonyesha grupu kubwa la watu kwenye maisha wanaathiriwa na kitu gani, na kwa nini grupu dogo sana lafanikiwa. Katika wale 12 wote waliingia Kanaani kupeleleza, na walikuwa ni watu viongozi wa mbari. Yaani maana yake viongozi wa kila ukoo, viongozi wa Isakari, viongozi wa Benjamin, huyu ni kiongozi wa familia hii. So listen, wote wakaingia. Biblia inasema hivi, wakaipeleleza nchi. Alafu walipomaliza ndani ya zile siku, wakarudi kwa wana wa Israeli, wawaletea ripoti. Wamletea ripoti Musa kiongozi wao na wana wa Israeli. Sasa nisikilize. Grupu la wapelelezi 10 wakaanza kutoa ripoti. Wakasema hivi, ile nchi ambayo tuma tukaipeleleza, bwana tulienda tukaipeleleza. Wakasema ni nchi nzuri. Wakasema kuna asali kama alivyotuambia Mungu. Wakasema kuna maziwa. Alafu wakasema pana zabibu. Na zabibu wakawaletea vile vichala vya zabibu. Imagine, think about this. Mchungaji, kichala kimoja ilikuwa kinabebwa na watu wawili. Yaani watu walikuwa wanabebeshana wawili hivi. Zabibu. Yaani katawi kamoja alikuwa hawezi kubeba mtu mmoja. Think about that. Na tumewaletea hapa. Tumewaletea sample hii hapa. Wale wapelelezi 10 wakaweka kaneno fulani ambacho waga sio kazuri. Unajua ukisema sentence alafu ukasema but, ukasema lakini, maana yake umeharibu kile ambacho nilikisema mwanzoni. Wakasema lakini. Ile lakini ndio ile vuruga wana wa Israeli. Ile lakini ndio ile chefua kundi.
Ile lakini ndio ambayo ilifanya mpaka watu wakafa ile siku. Wakasema hivi, tumeenda, ile ni nchi njema kweli, ila kuna mambo kadha wa kadha mle ndani tuliyoyakuta. Wakasema jambo la kwanza, wakasema ile miji kwanza kuna wa Nefili, kuna wana wa Anak, yalikuwa ni mauzao yale majitu makubwa. Kwa hiyo ulikuwa ukiwaambia watu mnaenda kupigana na Wanefili na wana wa Anak, yale majitu makubwa, tayari unapanda hofu kwenye mioyo yao, watu wakashtuka. Alafu kingine wakasema hivi, ile miji maboma yao ni marefu mpaka mbinguni. Jamani, hivi umekuona fence ni ndefu mpaka mbinguni? Unaona, mtizamo unaweza kukuza jambo ambalo halina maana. Maboma ni marefu mpaka mbinguni. Alafu haikutosha, tumeingia kwenye ile nchi, tumeona kwa makini tukagundua yale majitu yanakula wenyeji wa nchi yake. Kwa hiyo kingine wakasema hivi, tulivyoyaona yale majitu jinsi alivyo makubwa, cheki nguvu ya mtizamo, tukajiona nafsi zetu kama mapanzi. Alafu cheki, na ndivyo walivyotuona. Yani manake walivyojiona kama mapanzi na majitu yakaona kama mapanzi. Nisikilize, ukijiona kama panzi, shetani anakuona panzi. Sikiliza, majitu hayakuwaita panzi, majitu hayakuyaona panzi. Ila walivyojiona kama mapanzi ndio yakaona mapanzi. Kwa nisikilize, maana yake nzuri ni kwamba mtizamo ndio unaotoa maana za vitu, na mtizamo ndio unaweza kukupa maana yako wewe. Wakakonkludi ya maneno wakasemaje? Hatuwezi kushindana na hawa jamaa, wala hatuwezi kuwapiga. My good God. Waliposema wale wapelelezi 10, Biblia inasema kundi likaanza kulia, ili kuonyesha ya kwamba watu wengi wanakuwa inspired na watu wenye mitazamo mibaya. Wakaanza kulia. Walipokuwa wanalia, watu wawili ambao ndio waliovunja rekodi ya kuingia Kanaani, Biblia inasema wakararua mavazi yao. Caleb na Joshua ndio watu walikuwa na mtizamo tofauti, wakararua. Kwa maana yake katika 100 panakuwa na watu wawili wenye mtizamo imara wa kuwa na maisha makuu. Hilo lilipaswa kukupa hasira. Mtu wa Mungu. Katika 100 wako watu wawili. Wakasemaje? Jamani, haya mambo mnaowaambia watu sio sawa. Cheki mtizamo wa Caleb na Joshua. Wakasema hivi, Bwana, na tutamalaki mara, tupandie mara. Wakasema hivi, kama Bwana alituahidi tutaingia humu ndani na amefanya vitu vingi njiani tumeona, basi haya majitu ni chakula. Wale 10 walijiona mapanzi. Unajua panzi ni chakula, panzi ni kama senene. This is very big. Wale watu 10 ndo grupu kubwa la maisha, grupu kubwa la watu kwenye maisha. Wale wapelelezi 10 walijiona kama mapanzi. Kwa hiyo ile kuna tafsiri ya kwamba sisi ni mapanzi, maana yake walijiona wao ni chakula kwa wale wa jamaa. Kwa hiyo yatawapiga, ni chakula kwao. Na ndivyo yalivyowaona. Watu wawili wakasema hivi, kama Bwana alituahidi tutaingia kwenye nchi. Ndio kuna mtu mmoja mahali hapa anasema, kama Bwana alisema ananipa nguvu za utajiri, lazima niwe na matokeo. Mantarabakosa. Kama Bwana alisema mdogo atakuwa 1000, siwezi kuwa na kanisa la watu 300. Kama Bwana alisema tutaingia kwenye nchi, akatutua kwa mfalme mkubwa mwenye nguvu anaitwa Farao, akagawa bahari ya Shamu, akapigana na wafalme wenye nguvu pale katikati, akatushindia, akatupa ushindi, akatembea na sisi, akatupa kila tulichohitaji barabarani. Basi kama kuna majitu, wakasema uvuli wao umeondolewa. Yani manake nguvu walizonazo tunashawishika kwamba hawana hizo nguvu, kwa sababu Bwana ametoka na sisi mbali kama Satoske Villa. Bwana ametoka na sisi mbali. Basi yamkini yapo tu kama vivuli.
yanaonekana makubwa, lakini kama Bwana alisema tutaingia, yamkini ameshaondoa nguvu zao. Baada ya kusema vile, wakasema basi kwa sababu uvuli wao umeondolewa, haya majamani chakula kwetu, basi na tupande, tutamalaki Mara, tuingie Mara. Alafu wakasemaje hivi, yamkini tutashinda bila shaka. Wengine wakasemaje, sisi ni mapanzi. Wengine wakasema hivi, haya maji ni chakula. Kaliba suva is kaliba. Unamfahamu simba? Simba sio mnyama mrefu kuliko wote mbugani. Moja. Simba sio mnyama mrefu kuliko wote mbugani. Tatu. Simba sio mnyama mnene kuliko wote mbugani. Mnyama mrefu kuliko wote mbugani ni twiga. Na ninyi mnaofuatilia vizuri utagundua teke moja la twiga linaweza kumpiga simba akafa pale pale. Push moja ya twiga ya hapa ikimpiga simba inamuua pale pale. Kwa nini mnaojua tembo akimkanyaga simba mara moja hayupo? Kwa nini mnaojua swala ni maridadi na ni fundi? Swala anaweza kuruka na ruka yake ni ya kudanadana. Swala ana technique. Kwa maana swala ni mwerevu, unakuta ni mwerevu kuliko simba. Listen to me. Simba akimwona tembo namna hii, hamoni kama mnyama mkubwa kuliko tembo gani, anamwona kama chakula cha mchana. Na tembo akimwona simba, tembo anaona mimi leo nimekuwa chakula kwa huyu ndugu. Yani, nikabwana mdogo kadogo mno. Anakaona ni imagine, unajua maisha bwana, kwa mfano, let's say katoto kadogo kako hivi. Alafu kanakwambiaje, brother nitakupiga, tufikiri pamoja. Kama bwana mdogo kadogo tukamwambia brother nitakupiga, nitakuua. Usinizoe brother. Usio kana nilivyo hivyo ukanidharau, nitakumaliza sasa hivi. Unajua kakiongea vile hata kama ni kadogo kiasi gani utaogopa. Na najua kwa sababu tuko Afrika, wazo la kwanza litakuja kwenye moyo wako ni kachawi. Tembo anamwona simba. Tembo anasemaje, haka bwana mdogo haka kanaweza kunifanya mimi kuwa chakula cha mchana. Alafu simba anaweza kuingia mara 10 kuelekea mara 20 kwenye ukubwa wa tembo. Ila anakaona haka. Alafu simba anapomfuata anaambia hivi, nakuchukua wewe, ni chakula changu cha mchana. Unamwona tembo anaanza kuhangaika. Tembo anataka kukimbia. Tembo anahangaika. Kwenye maisha hatuhitaji urefu wala unene wala ufupi. Kwenye maisha tunataka mtizamo uwe sawa. Twiga ni mnyama mrefu, ana mateke mabaya. Ila twiga akimwona simba anasemaje, pamoja na urefu wako na ikamata shingo yako chini. Na ukimwona simba umuone mnyama mwenye mtizamo sahihi. Kwa sababu anamrukia twiga na urefu wake, anampanda hapa mgongoni. Alafu akimbana mgongoni anamngata mshipa fulani hivi. Unamwona twiga anapohangaika. Simba anamwambiaje, wewe na urefu wako wote wewe ni chakula changu cha mchana na wanangu. Hey. Check. Kwenye maisha kinachomata sio mtaji, ni mtizamo. Nyati pamoja na ukorofi wake na ubabe, mnyama mbabe kuliko wote mbugani ni nyati. Ila nyati akimwona simba pamoja na pembe zake zile zilivyo kali, nyati anakimbia. Na jambo la ajabu sana, hakimbii mmoja. Simba mmoja akiliona kundi la nyati hivi laanza kumkimbia. Imagine wanamkimbia mnyama mmoja mwenye mtizamo sahihi. You better change your attitude. Badilisha mtizamo kwa habari ya maisha. Ndio maana akasema mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Miles Mroe. Nisikilize. Akasema statement moja ambayo inanifikirisha sana. Akasema hivi, kundi la simba wanaoongozwa na kondoo. Nisikilize.
kundi la simba 1000 wanaongozwa na kondoo mmoja, na kundi la kondoo wanaongozwa na simba. Kundi la kondoo wanaongozwa na simba lina nguvu kuliko kundi la simba wanaongozwa na kondoo. Unajua kwa nini? Huyu simba mwenye nguvu akiongozwa na kondoo uwezo wake wote unafinywa katika mtizamo wa kondoo. Kwa tabia zote za kondoo anakuwa nazo kwa sababu kiongozi wao ni kondoo. Lakini check, kundi la kondoo wanaongozwa na simba. Unamwona kondoo lakini ana akili kama ya simba. Ndivyo ilivyo kwenye maisha. Matokeo kwenye maisha yanaamuliwa na mtizamo. Ama mbona ongezi yanawachosha? Na wakati unanisikiliza mpaka mtu anasemaje, mimi kwa kweli hapo mwalimu kile yangu inaweza kabast. Unajua kuna wakati unasikia vitu vya muhimu mpaka unachoka kwanza. Mnyama amboga ndio nikikaaga kwenye simu na muangalia kidogo, angalau nimwangalie kidogo, ni simba. Angalau yani haiwezi kuvuka wiki moja nisimwangalie simba. Simba anani-inspire sana. Simba anamkimbizaje tembo? Simba wewe vipi? Tembo jitu lote leo unalikimbizaje? Cheki alivyo mkorofi, anamrukia mgongoni pop, kwa sababu anajua kwa mbele anaweza kumshinda. Anamrukia mgongoni. Tembo anafanya hivi. Yeye amekaa mgongoni na kuangusha wewe. Na kuangusha. Haijalishi kuna upinzani gani huko mbele yako. Nisikilize, haijalishi kuna upinzani gani huko mbele yako. Kama una mtizamo sahihi, huo upinzani unakuwa chakula kwako. My good God. Angalia, kwa kuna mtizamo ya hawa 10 ambao ndo grupu la wengi. Grupu la wengi linasema hivi, tukienda tutapigwa. Tunaonekana kama mapanzi kwao. Alafu kuna grupu linasema hivi, hao ni chakula kwetu, uvuli wao umeshaondolewa. Ninakutamkia katika jina la Yesu, hakuna kitu kitakuzuia kama ukiondoka mahali hapo na mtizamo sahihi. Hakipo. Wakati wanamsikia wamesomaga story ya Daudi kwenye kitabu cha Andika Samueli wa kwanza sura 17. Let me teach you something. Hapa naondoa madudu kwenye akili za watu. Naleta mtizamo wa Mungu. Haya. Samueli wa kwanza sura 17. Ako ni ka story ambacho nitakafundisha mpaka Yesu atarudi. Ninakapenda mno. Nisikizeni watu wa Mungu. Niangalieni vizuri, kila mtu nikazie macho. Nikazie kama mtu aliyekuibia pochi yako. Ungemwangaliaje na ungejiandaje kumfuata? Niangalie hivyo. Nisikilize kidogo. Huyu bwana mdogo ametumwa na babake, nenda kaangalie kaka zako kule kwenye uwanja wa vita wanaendeleaje, alafu wapelekee na chakula. Nenda kaangalie wanaendeleaje, uniletee habari zao. Bwana mdogo akaenda. Alipoenda kwenye uwanja wa vita akakuta kuna shida. Alipofika tu pale akakuta kuna ndugu mmoja anatukana. Mrefu mkubwa anatukana. Anasema, chagueni mtu miongoni mwenu aje kupigana ninyi wajinga ninyi. Angalia mlivyo wachovu. Njooni basi kama mna akili. Anatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Njooni inukeni kama kuna mjanja katikati yenu, njooni. Daudi alipoenda akamsikiliza. Kwanza alipofika pale akakuta ndugu zake, wakaanza kuzungumza, akaanza kuulizia habari zao, mnaendeleaje. Alafu baadaye ndo Goliath akatokezea. Bila sema shujaa wa Gati. Jamaa likatokezea. Lilipotokezea, aliposimama tu hivi Goliath, wanajeshi wote wa Israeli wakaingia mashimoni, paka na Sauli wakaingia mashimoni, huku wanakimbia wanaingia mashimoni. Alafu yeye peke yake ndo alikuwa amesimama. Mimi nafikiri ilikuwa hivi, njoo brother, njoo. Kwa mfano Eliabu kakake, wakati Goliath anaongea, Eliabu wakati wanaongea, Goliath aliposimama namna hii, wakaingia mashimoni. Alafu Daudi alikuwa kamesimama. Nafikiri Eliabu anamwambia, wewe nakufahamu wewe, tulia. Alafu kakainuka tena. Wakati nimekwambia inama bwana mdogo. Wewe leta chakula tu jamaa, inama. Ila kakinama kidogo, kanachungulia kidogo. Inama, chungulia kidogo. Mara kanainuka, anaongea nini?
anaongea nini? Halafu kashangaa majeshi ya Mungu aliye hai yako mashimoni. Daudi akaangalia akasema ndio matusi yenyewe sasa. Walivyotoka mashimoni baada ya jamaa kuongea, anadai apate mtu wa kupigana naye ambaye ni level yake. Walivyotoka mashimoni, Daudi akamsikiliza, akamwangalia. Okay. Akapata madhaifu yake kadhaa. Alafu walivyotoka mashimoni, akaanza kuongea na vikundi vya watu. Hivi atapewa nini eti mtu atakayepiga ile jamaa? Imagine. Daudi wao wanaona shida, yeye ameshapata mtaji wa biashara. Mtazamo is very powerful. Mtazamo kwenye maisha ni kitu kingine kabisa. Wao wanaona ni tatizo la nchi, yeye anaona ni kuchomoka kwa familia yake kutoka kwenye maskini. Tena wala kuanza kusema habari zingine, lakini akaanza kusema hiyo moja specifically. Anasema atapewa nini eti mtu atakayepiga jamaa? Akamwangalia. Bwana mdogo anaongea nini eti huyu? Anyway, tutakwambia tu kwa sababu iko obvious. Tunajua atakayempiga huyu jamaa obvious, mfalme atampa mtoto wake, atamuoa. Mkwe wa mfalme. Kwa mkwe wa mfalme. Alafu B, tunajua wataondolewa kodi. Tunajua wataondolewa kodi na mema mengi atapewa. Okay. Akaenda kwa mtu wa pili. Ambia hivi atafanywa nini? Eti anatafuta uhakika. Kaka zake wakamsikia. Kaka zake walipomsikia wakakasirika. Wakasema tunakufahamu. Tunakajua kama moyo chako. Tunajua na hila wewe. Umeacha kondoo baba zetu wachache. Alafu nakuja kwanza wanaombea umbea wako hapo. Sio kwamba ni mbea, wanajua huyu bwana mdogo huyu. Huyu bwana mdogo ana story. Huyu bwana mdogo sio mdogo huyu. Kwa kaka zake walikuwa wanakasirika kwa sababu wanamjua Daudi. Umeacha kondoo baba yako unakuja kwanza kuongea kitu gani hapa? Ona ulivyo na hila. Umekuja tunakufahamu. Tunakufahamu. Sio kwamba wanamfahamu ana hila, wanasema wanamfahamu ana uwezo. Msema ya. Kala mashande rabakoso. Ungeniongezea na hiyo. Kwa hiyo sasa angalia hapo. Alipopewa story kakamilika, watu walivyoona ameshaongea na watu, wakampelekea habari mfalme. Wakapeleka habari kwa mfalme. Mfalme kuna bwana mdogo tumemsikia ana story kule. Anaongea habari za kumpiga huyo jamaa, mleteni. Maana shida imekuwa kubwa, mleteni. Nafikiri wakati wanampeleka kwa Sauli, kana kuja kwa bwana mdogo, nafikiri Sauli alikuwa anaangalia yuko wapi. Kumbe kako kanakuja. Okay. Alipofika sema ndio wewe. Ndio mimi mzee. Ndio unataka kumpiga huyo jamaa? Sema yeye ndio mimi mzee. Mfalme anamwambiaje? Najua mwanangu una zeal. Najua ndani yako una moto, lakini ukikua utakuja kumpiga. Najua ndani yako lakini kuwa kwanza. Ukikua utakuja kumpiga. Huyu ni mtu wa vita toka ujana wake. Huyu ni kakijana kadogo kekundu kazuri. Upasi kwenda nyumbani kitoweo. Ukikua utakuja kumpiga. Daudi aliposikia amedogoshwa, msema amedogoshwa, hakukubali. Daudi hakukubali kudogoshwa. Akaanza kujitetea. Sasa subiri mfano. Subiri tusiende haraka hapo. Mtumishi wako siku moja nilikuwa nachunga kondoo baba yangu bwana. Hapo stories zikaanza kubadilika. Alafu mara akaja simba. Alipokuja simba pale anataka kuchukua mwana kondoo kwenye kondoo za babangu, nikamkamata. Alafu nikampiga. Alafu nikamuua. Mfalme asema what? Nikamuua. Akafa. Alafu asemaje? Sio hilo tu. Tulia kidogo. Wakati mwingine kwa mazingira kama dubu akaja. Alafu akamata mwana kondoo. Mimi nikamfuata, nikamkamata ndevu, nikampiga. Akaachia mwana kondoo. Alafu akasemaje? Na Mfilisti huyu asiyetairiwa atakuwa kama wao. Sema aya. Kaye. Huo ndo mtizamo. Nitampiga kama nilivyowapiga wao. Biblia inasema Sauli alipomsikia Daudi akasema huyu bwana mdogo Mungu yuko pamoja naye. Hawezi akaongea na hawezi akatoa shuhuda kama hizo. Akamvalisha mabuti, akamvalisha helmet, akamvalisha diri, akamvalisha kila kitu, akampa mkuki, akampa na mabuti. Alafu akamwambia hivi,
Haya, nenda kampige mwanangu, maana nimeona shuhuda zako zina nguvu. Ukampige. Nisikilize, usitembelee uzoefu wa mtu mwingine ambacho akijafanya kazi kwenye maisha mtu mwingine, usikichukue. Haya mabuti ya kumsaidia Sauli, kwa nini uyavae? Akaondoka nayo, akaanza kuna kimgandisho hivi, si mabuti mazito, sikikijana kidogo. Akasema haya nikienda naye ataniua kwa sababu ni mazito. Akavua, akamwachia uzoefu wake pale, akaondoka na mwenyewe na mtizamo wake. Wakaondoka kwenye uwanja wa vita. Nisikilize hapa vizuri, mtu mwenye mtizamo. Walipofika kwenye uwanja wa vita, manta iskovila likrahila mandarabakosa, Daudi akachukua fimbo yake ya mchungaji, akachukua na kombeo mkononi. Ni moja ya silaha dhaifu kuliko silaha zote. Yaani kombeo inarusha jiwe. Alafu alivyochukua kombeo na fimbo ya mchungaji, akaingia. Eliabu amekaa, Elishama amekaa, wanaangalia mdogo wetu yuko mbele ya hili jamaa. Tumepoteza mtoto, lakini kana kiherehere. Tulikambia, angalia tumepoteza. Nafikiri ilikuwa ni msiba kwa Eliabu. Wameshika vichwa, mikono vichwani namna hii. Angalia, kanatoka mbele majeshi ya Wafilisti, majeshi ya Israeli, linachipuka jitu refu. Naomba nipate mtu mrefu kuliko wote. Yuko wapi? Simama. Njoo mwanangu, njoo. Yeah, good. Njoo kimbia. Njoo basi. Njoo. Njoo kule. Njoo, simama kule. Simama kule binti yangu. Alafu simama, muangaliane. Aya. Ninyi ndo Israeli upande huu. Sema aya. Huyu ndo shujaa wenu. Alafu wale ni Wafilisti ndo shujaa. Huyu ndo shujaa wa Wafilisti, na Wafilisti wako nyuma wamejaa. Alafu huyu ni shujaa wa Israeli, na kufundisha nguvu ya mtizamo. Nguvu ya mtizamo haipo kwenye ukubwa, haipo kwenye mtaji, haipo kwenye mshahara, ipo kwenye mtizamo. Haipo kwamba nimepewa mtaji, haipo kwenye mtizamo. Haya, huyu ndo shujaa wa Israeli, na hawa ni wana wa Israeli. Huyu ndo shujaa wa Filisti wa Gati. Huyu ndo shujaa, na hawa ni wa Filisti, na huu ndo uwanja wa mapambano. Nilisemaje? Kondoo wanaongozwa na simba wana nguvu kuliko simba wanaongozwa na kondoo. Bwana mdogo ni mdogo, ana umbo dogo, ila mtizamo wake ni mkubwa kuliko Goliath. Bwana mdogo kakamwangalia Goliath. Goliath akaangalia. Goliath akasema hivi, kwa nini mnaniletea mtoto? Hizi ni dharau Israeli imeanza. Mmekosa mwanajeshi, sasa mnaniletea uchawi. Msema uchawi. Mete uchawi. Sasa yani mmekosa wanajeshi, sasa hapo mnaanza utani. Huu ni utani. Akakaangalia sema, wewe ni nani? Umekuja kufanya nini? Hapo unajua akakaidi, akaambiaje? Leo nitakushika miguu, nitakurusha kule, utaliwa na ndege za angani. Imagine, ndo akakaidi vile. Ile kana mwangalia Goliath, Bwana mdogo kakaanza kumchimba mkwara. Kakamwambia hivi, hapa kalipo kana kombeo. Kaambia hivi, nyosha kidole binti yangu. Mwambia, wewe unanijia kwa fumo, alafu unanijia kwa panga na kwa mkuki. Alafu kaambia, mimi nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi uliowatukana. Unajua Daudi alipata mambo kadhaa kwa habari ya Goliath. Alijua ni Mfilisti asiyetahiriwa. Mtu asiyetahiriwa maana yake hana Mungu. Alafu akamwambia hivi, weka kidole, wewe usiogope. Ambia, siku ya leo Bwana, sio yeye, alivyoona ametukana majeshi ya Mungu aliye hai, akapeleka kesi kwa Mungu. Maana yake alienda kumwambia Mungu hivi, umetukanwa. Mnakumbuka mkiwa wadogo, wakati kuna watu fulani wako wanatugombanisha, ninaomba kalamu. Watu walikuwa wanatugombanisha. Anakuambia hivi,
naweka hapa. Akiangusha amekutukana. Akiangusha amekutukana, afu angusha. Angusha hivi, nampokea na ngumi, umenitukana mama yangu. Asa haka kakaenda kumwambia Mungu, wewe si ndo Mungu wa majeshi ya Israeli, unatukana mno. Sasa alipojua akamtukana Mungu, kakamwambia hivi, siku hii ya leo sio mimi ni bwana mdogo mno, Mungu atakuua kwenye mikono yangu, ili dunia yote ipate kujua ya kwamba Mungu anatawala juu ya miungu yote. Sema aya. Kalipomchimba huo mkwara, Goliati akajua na kujua hadili na bwana mdogo tena, anadili na mtu aliye mtazamo uliopanda sana. Alipoona hivyo Goliati akapiga hatua kumfuata. Napenda kitu moja kwa baada ya Daudi. Alipoona Goliati anakuja, Daudi akufanya hivi, yani akaanza kujiset ili ampige. Goliati alipoanza kumfuata Daudi naye akaondoka, akachukua jiwe moja, akachukua majiwe 5 kwenye uwanja wa vita. Alipoyachukua akapachika moja kwenye kombeo lake, wala kuangalia nyuma. Akupiga hatua moja nyuma, akapiga hatua mbele kumfuata. Akarusha jiwe moja lenye upako. Sema jiwe moja lenye upako. Likampiga kwenye element hapa katikati. Imagine Wafilisti wamekaa kule na kabwana mdogo na Sauli na jeshi. Sauli alikuwa ndo mtu mrefu kuliko wote Israeli, na amekaa anakaangalia. Kakarusha jiwe moja, alafu jamaa na ukubwa wake boom. Alafu Goliati alipoanguka, jaribu kuanguka wewe. Jaribu hapa katikati, anguka, lala chini kabisa. Lala chini. Njoo binti yangu, njoo. Kanyaga mgongo hapa. Kanyaga mgongo hata umia. Anakanyaga mgongo, alafu akachinja kichwa kwa panga la Goliati. Yeye hakuwa na panga, ila akamuua kwa panga lake. Sema aya. Biblia inasema hivi, hapakuwa na upanga kwenye mfuko wote wa Daudi. Daudi alikuwa peke yake, akamkata kwa upanga. Alafu nisikilize, Maya Shilehendes. Yesu yuko hapa. Alipomkata shingo, akachukua kichwa. Imagine Israel katika ile hali ya kupigwa butwa, wanashangaa bwana mdogo kashika kichwa cha Goliati. Simama tu Goliati ukakae. Israel wanamwona bwana mdogo ameshikilia kichwa cha Goliati. Maandiko yanasema hivi, Pastor Dionis, na apendi kwa kipengele cha maandiko. Wakati Sauli anaicheki ile mechi, akamwita Abneri. Abneri alikuwa ndo kamanda mkuu wa jeshi lake. Akamuuliza hivi, huyu bwana mdogo ni nani? ni babake nani? Alafu kwa sababu Biblia inasema hivi, alivyomuona namna anamfuata Goliati, akamuuliza Abneri, bwana mdogo huyu ni nani? Na babake ni nani? Abneri yeye akasema hivi, sijui. Abneri, are you serious? Yani hujui mtu kwenye nchi yako anafanya mambo kama haya. Abneri alikuwa anamjua, lakini ilimpa shida. Bwana mdogo akaondoka na kichwa cha mtu. Kilichomuua Goliati haikuwa ni nguvu za mwili. Kilichomuua Goliati ilikuwa ni mtizamo. Kitakachoondoa maskini kwa maisha yako sio mtaji wala sio mkopo. Kitakachoondoa umaskini kwa maisha yako ni kitu gani? Mtizamo. Biblia inasema hivi, bwana mdogo akachukua kichwa. Na iko hivi, aliyemkata kichwa ndiye anayeruhusiwa kutembea na kichwa. Kwa hiyo huwezi kumkabidhi Sauli. Alipoingia na kichwa, ni wape siri, wamama wa Israeli walikuwa wamechoka. Wamezao wako kwenye uwanja wa vita, wanakosa mpaka tena leo muda wa private na wamezao. Kwa wale wamisi wamezao. Imagine mume wako aonekane huyu ni mwezi wa 3, yuko kwenye uwanja wa vita. Tena unawaza ya mkile anaweza kuwao. Wamewamisi wamezao. Wakina mama wakatoka waliokuwa wameumia, wamezao wako vitani, wao wamekaa nyumbani, wakatoka wakaanza kuimba. Sauli umeua 1000. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako. Daudi ameua 10,000. Watu watakuimbia wimbo kwa jina la Yesu.
Mimi nakwambia haya maisha yatatofautisha tu. Weka mikono wako miwili juu. Nenda kabadilishe mambo. Sema amen. Sema amen kila moja. Nenda kageuze mambo. Nenda kamangushe Goliath wa familia yenu. Nenda kamangushe Goliath wa ukoo wenu. Nenda karibu mambo kwenye familia. Unaenda na jiwe moja lenye upako. Jiwe hilo ni kambi iliyofanyika House of Love Tabora. Sema jiwe moja tu. Sema Goliath wangu ameanguka. Sema anaanguka kwa jina la Yesu. Sema nina jiwe moja la kambi ya vijana. Sema naenda na hilo jiwe. Naingia kwenye uwanja wa mapambano. Sema Goliath wangu anaanguka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. That is it. That is it. Tumalizie pointi kadhaa. Mtizamo ndio unaokupa namna ya kuitikia changamoto na fursa. Yes, mtizamo ndio unaokupa namna ya kuitikia changamoto na fursa. Mtizamo ndio unaokupa namna ya kuitikia changamoto na fursa. Yes. Maskini kwenye changamoto wanaitikiaga vibaya. That's why ni maskini. Matajiri kwenye changamoto wanaitikiaga vizuri. That's why ni matajiri. Kwa hiyo mtizamo ndio unaokupa namna ya kuitikia kwenye changamoto na fursa. Daudi tunamwona anaitikia positively mbele ya ile changamoto na inakuwa fursa kwake. Inakuwa ndo ngazi yake ya kupanda. Daudi akachukua mtoto wa mfalme. Daudi kila kitu kikawa sawa kutokea pale. Mtizamo ndio unaokupa kuitikia changamoto na fursa. Wakati unasemaje, hii ni hatari, hapa hatari, unasemaje, kwenye hatari hii hakuna breakthrough kweli. Biblia inasema hivi, penye mzoga ndipo ilipopatikana asali. Yani Samson alipata asali akawapa wazazi wake kutoka kwenye mzoga. Wakati watu wanaoita ni mzoga, wao wanasema pana asali mle ndani. Pana utamu mle ndani. 3. Mtizamo ndio unaokupa kuwa hasi au chanya kwenye mambo. Mtizamo ndio unaokupa kuwa hasi au chanya kwenye mambo. Ndio unaokupa kuwa hasi au chanya kwenye mambo. Unaona huyu mtumwa alikuwa hasi ni kwa sababu alikuwa na mtizamo mbaya. Alikuwa hasi ni kwa sababu alikuwa na mtizamo mbaya. Wewe ni mtu mgumu. Unaondoa usichoweka. Unavuna usichopanda. That's very terrible. Kwa alikuwa na mtizamo hasi. Tena yamkini wakati mwingine alikuwa anahisi ya kwamba yatapewa mengi kuliko wengine wote. Akajisikia vibaya. Mtizamo hasi ndio unafanya watu wengi wakome kwenye maisha. Kuna mtu pastor amezalishwa na mwanaume akaachwa. Toka siku hiyo analala na kila mwanaume kwa sababu ameambiwa kwamba thamani yako imeondoka. Who told you? Nani amekuloga? Nani amekuloga? Kisa alikuzalisha. Au kingine pastor, mabinti wengi mwanaume akishalala naye anakuwa ni kama vile ameshakuwa ni kama mnyampara wake. Vile ameona uchi wake. Kwa kile akimrudia anamwambia sasa una kitu gani kipya? Unanikataza nini sasa? Sulala na mimi tu. Nakufahamu kila mahali nakufahamu. Mwanamke akijisikia vile ana crush, anavua nguo tena mbele yake. Anakuambia sketi yako nilishaivua. Una jambo jipya kwangu, nakufahamu ulivyo. Chala na wewe. Afuna mimi kaka, nampenda Yesu, nakufahamu ulivyo. Akisikia ile maneno yanampiga ndani. Anaanguka tena. Ndio nasikia dada anakuambia nikaanguka tena. So nikaanguka tena. Aliwahi kulala naye. Kutoka kwenye mtizamo. Amwambia you are useless. Sikiliza. Hata kama uliwahi kulala na wanaume 100, ukisikia unachokisikia sasa, jua kitu kimoja. Walala na wewe hawakuondoa thamani yako. Wanaweza kulala na wewe kwenye mwili. Yamkini wakati unalala nao uko unajua haya nayasema. Yamkini wakati unalala nao ulikuwa dhambini. Yamkini wakati unalala nao uko hujawahi kufundishwa, ulikosa malezi. Usiache mtu akakudanganya. Aliwahi kukuvua nguo siku moja, lakini kwa taarifa nzuri unao ile kwamba anakutaka, maana yake hakujui vizuri. Asikudanganye. Usio mtumwa wa mtu. Usitafuta kumfurahisha mtu. Thamani yako iko pale pale. Naomba shilingi 10,000. Naomba shilingi 10,000. Mtu mwenye 10,000. Okay. Nina. Asante.
Hii ni shilingi ngapi? Fedha halali kwa malipo ya Tanzania. Na wewe ni Sofia, mtu halali kwa malipo ya mbinguni. Hatukuchukua wewe ndo huyu sasa. Wanaume wamemchezea, wamemfinyanga, wanaume wamemfanyia mabaya, wanaume wamemfanya hivi, yani wamemkunja kunja, wamelala naye, wengine wamemtumia mpaka kinyume na maumbile. Yuko hivi. Niwaulize swali moja rahisi kuliko maswali yote. Mtu akipita barabarani hata ukota hiyo hela. Kuna mtu amekudanganya, hiyo ni nguvu ya giza imekudanganya. Thamani yako iko pale pale. Unaona brother ameiokota, akaifanyaje? Akainyosha. Kwa kuna watu ambao tunaweza tukakokota, tukakufanyaje? Ukanunua kitu. Thamani yako haijawahi kuondolewa. Hakuna mwanaume anaweza kuondoa thamani yako hapa. Kama kuna mtu aliye kulala na wewe alafu anakupanda kichwa, mwambie hata imekuwa. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita. Tazama mambo yote yametoka, yamekuwa mapya. Mambo yote yamekuwa mapya na vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake, asituhukumu dhambi zetu. Naye ameweka ndani yetu huduma ya upatanisho. Unaambia mimi ni mtu mpya. Tusikudanganye. Tazama. Mtazamo mbaya ndio umeumiza sana watu. Jua una thamani. Haya. Mtazamo wako ndio unaoamua kuinuka kwako. Andika hiyo point. Mtazamo wako ndio unaoamua kuinuka kwako. Tumeenda sana. Kwa nisaidie tumalize. Chap chap. Mtazamo wako ndio unaoamua kuinuka kwako. Mtazamo wako ndio unaoamua kuinuka kwako. It is your attitude that will determine your altitude. It is your attitude that will determine your altitude. Mtizamo wako ndio unaoamua kuinuka kwako. Ukiwa na moyo wenye mtizamo sahihi, unainuka kwenye maisha. Angalia. Huyu mtumwa anamwambia huyu mtu mgumu. Unajua alikuwa anakosa kitu gani? Mtizamo wa shukrani. Mtu amekupa fungu moja, tena amekupa kama mtaji. Unamhitaji mtu mgumu. Ndivyo watu wengi walivyo. Haumshukuru Mungu kwa sababu amekupa uhai. Wewe unaona uhai ni kama jambo la kijinga tu. Watu wamekufa wako kwenye mafriji sasa hivi mochwari. Wewe uko hai unapumua. Wenzako wengine hawana mikono, wewe una mikono. Kuna watu walipata ajali miguu ikaondoka, wewe una miguu. Haujawahi kumshukuru Mungu. Unasema sina hela, sijaajiriwa. Baba yangu angekuwa ni yule mwenye ile nyumba, angekuwa ni yule mwenye ile kampuni. What are you talking about? Ulizaliwa hivyo kwenye hiyo familia ili uwe mwokozi. Una haja kufanana na mtu mwingine. Hata familia ndo zinaamua kuwa watu. Ulizaliwa kwenye familia ambayo baba yako alikuwa ni Jet Li, mama yako alikuwa ni Van Damme. Kwa alikuwa anapiga huyu anang'ata, huyu anapiga. Ulizaliwa kwenye hiyo familia ili kesho uwe mwalimu mzuri wa ndoa, kwa sababu unafahamu kung fu ile kwa ndio nyumbani kwenu. Kwa hakuna hasara kwenye maisha. Useme kwamba ni familia yetu imekuwa ni mechi ili nao jifunze. Kesho wasaidie watu. Hakuna. Mungu hajawahi kukosea kitu. Useme kwamba ningezaliwa na yule baba, it's very better umezaliwa na huyu ili uwe majibu kwenye dunia yako. Unaona anasema hivi, kwa maana nalikogopa kwa mtu mgumu. Unamwogopaje bosi wako? Mtizamo mbaya. Alafu ondoa usichoweka. Ondoa usichoweka kata amekupa fungu moja. Wavuna usichopanda. Amepanda fungu moja kwako. Shida ni mtizamo mbaya. Ni kitu kibaya sana. Andika kitu kingine. Mtizamo wako unaamua kesho yako. Your attitude determines your future. Mtizamo wako unaamua kesho yako. Your attitude determines your future. Angalia, kesho mwenzako alihukumiwa, alafu akanyang'anywa moja alilonalo, akapewa yule mwenye 10. Kesho yake ikawa mbaya. Na mtizamo mzuri aliokuwa nao wale wenye walioleta faida ya 10 na yule mwingine 5, ndio ambao waliwapa kesho kubwa. In fact ikisoma Biblia vizuri, anaambia hivi, okay, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa lile dogo, angalia ninakufanya kuwa mwaminifu katika kubwa, katika lile ambalo ni kubwa. Kwa akampa kutawala miji mingine 10. Kwa maana angalia kesho yake ikawa kubwa, akatawala kesho kwa sababu mtizamo wake ulikuwa ni mzuri. Huyo mwingine akanyang'anya mpaka na kile kidogo alichokuwa nacho. Mitazamo mibaya hutokana na nini? Historia au uzoefu wa maisha ya mtu. Kuna watu wametokea kwenye historia mbaya, wamekuwa na uzoefu wa mambo magumu. Alikuwa ni binti wa kazi, bosi yake akawa anambaka kila siku, akamuondoa usichana, akamchezea, akamchafua sana. Yule binti sasa hivi akimwangalia mwanaume hivi anamwona kama adui wa maisha yake. Kila wakati binti akimwangalia mwanaume hivi anamwona mkatili.
Kwa mtizamo wake kwa habari ya wanaume uliharibiwa kwa sababu yule baba wa ile nyumba alimbaka mara nyingi. Vijana naeleweka lakini. Kwa hiyo kuna wakati uzoefu wa maisha unaweza kuleta mtizamo mbaya ndani ya mtu. Kuna watu mmekuwa mkiteseka sana kwenye familia yenu. Uchumi umekuwa ni mbaya kwa muda mrefu. Kuna mwingine in fact uliwahi kusoma ukaishia chuo mwaka wa kwanza, ukarudi nyumbani. Hiyo kitu inaweza kukupiga kwa sababu ni uzoefu mbaya. Unaweza kuonyesha kwamba sisi wengine hatukukusudiwa kuinuka kwenye maisha. Let me tell you, habari njema ni kwamba ukiwa kwenye madhabahu hii siku ya leo, hujachelewa. It's never late with God. Hujachelewa. Usijenge mtazamo mbaya kutokea kwenye uzoefu. Kuna wengine utakuta babako alikuwa anakuchukia katikati ya watoto wote, alikuwa hakupendi na hukuwa unajua sababu. Kuna mabinti kwa namna hiyo, anasema babake alikuwa anamchukia. Kwa hiyo ikampiga ikamfanya kuwa na maisha mabaya. Usifanye hivyo. Huo uzoefu Mungu hutumia kama ngazi ya kupanda na kuwa majibu kwenye dunia yako. Lakini pia mazingira aliyokulia mtu. Anaweza kujenga mtizamo mbaya. Ndio maana unapaswa kuwa makini na watu wanaokuzunguka. Mtu mmoja akasema kwamba mtu jinsi alivyo ni wastani wa akili za watu 5. Watu 5 wanaomzunguka. Kwa ukimwona mtu mmoja, tafuta marafiki wake 5. Utagundua hivyo alivyo ni matokeo ya wale marafiki 5 wanaomzunguka. Ukizungukwa na watu 5 wana akili mbaya, nikwambia lazima utakuwa na akili mbaya. Kwa cheki wale marafiki wanaokuzunguka, waangalie kwa makini. Ukiona na akili ndogo, msalimie kwa juu tu, usimkaribishe karibu. Kwa mazingira wakati mwingine yanatengeneza mtizamo mbaya ndani ya watu. Mazingira ya maisha ya eneo, na watu wanavyokula, wanavyovaa, wanavyoongea, inaweza kujengea mtizamo mbaya. Unapaswa kuwa makini. Kingine, trauma ni matukio mabaya aliwahi kufanywa mtu. Yanaweza kumfanya mtu kujisikia hasira mara kwa mara pasipo sababu, huzuni, kujihukumu. Kwa mfano kama jambo la kujihukumu, mtu anaweza kuwa anajihukumu. Kwa mfano mtu anaweza kuwa amezini hapa kanisani. Baada ya kuzini na kanisa likajua na akatengwa, ila akikumbuka ile tukio ni fimbo inampiga mpaka anaanguka. Watumishi wa Mungu wengi vijana alipozini hakuweza kushika mic tena. Kila akishika mic akisema hivi, Yesu hataki uwe na mwenendo mbaya, sana anampiga fimbo moja tu pale madhabahuni. Kwamba lalaje na yule binti. Wanashangana katikia pale. Nyamu muone, nje anabaki kama body. Kuna wakati mwingine mtu anaanza kuzini, ikawa ni trauma, akaanza kujihukumu ndani yake. Unapaswa kutubu, na baada ya kutubu, let it go. Nenda mfuate mchungaji akuwekea mkono, let it go. Uwezi kuifanya kesho yako ikaja leo. Imeshaenda, haiwezi kurudi. Focus na kesho yako. Uwezi kuifanya jana yako ikawa na maana leo. Ukiileta leo, jana yako itakupiga, itakuwa ni adhabu yako. Don't try it. Kwa matukio yanakuwa yanaharibu hisia zao. Kama unabarikiwa sema amen kubwa. Amen. Jesus Christ. Taarifa, mambo ni mengi sana. I can't handle all these things. Taarifa unazopokea mara kwa mara sasa zikajenga mtizamo. Andika. Nimesema trauma maana yake ni matukio mabaya aliyowahi kufanywa mtu. Taarifa unazopokea mara kwa mara. 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 Zinaweza kujenga mtizamo mbaya au mzuri. Angalia taarifa zinazokuja kwako. Waga ni taarifa za namna gani? Ndio maana jifunze mara nyingi. Kama mchungaji wako anakuaga ana rekodi audio, jifunze kuchukua zile audio na kuzisikia mara kwa mara. Sikia mafundisho ya watumishi wa Mungu wengine ambao unawaamini. Sikia na kusikia. Taarifa zinaweza kukujengea mtizamo mzuri au mbaya. Ndio maana ni muhimu kwa unawasikia watu wenye mtizamo mzuri. Ukimsikia kwenye mafundisho yake anakuambia nataka nifungue kitu fulani, nataka nifanye kitu fulani, nataka niwe mtu fulani. Na ukiwa unamsikia unasikia kitu kinainuka ndani yako. Yaani ukikaa na mtu anakuambia habari zilizo kushoto, anakuambia mambo yaliyowahi kumpata, ukimsikia mnalia wote. Utakwama kwenye maisha. My good God. Na hili ndio neno la Bwana. Sema tumshukuru Mungu. Weka mikono yako miwili juu. Mungu katika jina la Yesu, pokea sifa na heshima na utukufu. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Hata kama nisingeweza kuongea mambo yote kwa ukamilifu wote, lakini liko jambo ambalo umelipanda kwenye moyo wa kijana mmoja aliyeko mahali hapa. Weka mikono yako miwili juu. Mungu, ninawabariki wanao.